Lizi, kwa mpenzi wangu nawe mchawi? Lizi, usi uchawi ambao unamwaga hapa. Kwa Lizi unataka kunizuru mimi, si ndo manake? Unaweza kanieleza hapa unafanya nini? Maria mpenzi wangu, sina nia mbaya na wewe. Nitakwambia kila kitu. Nitakwambia ukweli ulionyooka. We. Weka chini. Weka chini. Najua ni jinsi gani unajua vile ninavyokupenda. Nipo tayari kufanya chochote kile kwa ajili yako. Mimi nilienda kwa mganga. Baada ya kwenda kule, nikamweleza matatizo yetu yote. Na akanipa dawa, akaniambia kwa nije nimage hapa getini. Ili tu kaka yako akija kuvuka hapa, akivuka hii dawa, atasahau mambo yote yaliyotukuta hapo awali. Kwa hiyo si kwa nia mbaya. Kwa hiyo unachukulia mimi mtoto mdogo, si ndo maana yake? Naona kabisa unamwaga uchawi mlangoni kwetu. Alafu unaniletea maelezo gani wewe? Lizi, una uhakika na kile unachokiongea? Nadhani unanijua. Sinaga utani wala masiala. Huu ni ukweli. Sawa Lizi mpenzi wangu. Unajua kuwa nakuamini sana. Kama ni kweli hiki ambacho unakiongea, basi ndio umefanya jambo zuri sana. Maana mikaka mpaka hata ananikela. Sikia sana nikwambie mpenzi wangu. Njoo basi ndani. Sikia Mariam. Nadhani nitakuja siku nyingine, maana leo sikuwa kabisa na mood ya kuingia ndani. Sikiliza nikwambie. Huko ndani nipo mwenyewe. Kwa ondoa shaka. Mimi nimekumisi sana. Njoo basi. Ulikuwa unapeleka wapi mwili wa mdogo wangu? Ulikuwa unapeleka wapi? Kumbe wewe ndo mchawi eh? Wewe ndo uliomuua mdogo wangu eh? Mdogo wangu amekufa kwa kifo cha kutatanisha, alafu leo hii wewe unaenda kuuchukua mwili. Unafikiri nilikuwa sijakuona eh? Nilikuona sana na ndio maana nikaja kukusubiri hapa. Aya, niambie aliyekutuma ni nani? Aliyekutuma ni nani? Aha, utaki kusema eh? Sasa subiri nikuitie mwizi. Ngoja nikuitie mwizi. Tulia. Mchungaji, kondoo wako tunaangamia. Mnaangamia kwa kukosa maarifa. Kuna nini huku ulikotoka? Mganga, hivi umenipa dawa au umenipa majivu? Maana nimefanya kama ulivyonielekeza. Nikachukua, nikapaka. Nikaingia mzigoni. Ndani, maiti begani. Sijui unanielewa mganga? Kona. Hapa na hapa. Wewe. Nikaanza kuona nachanganyikiwa. Nani amekwambia uchukue maiti? Weka maiti chini. Sasa kaita mwi. Hajamalizia zi. Mimi.
umefanya makosa makubwa mno. Sasa unaanzaje kuuacha mwili ambao tayari ushaushika wewe kwa mikono yako miwili? Huoni kama ni hatari kwako sasa? Sasa umeacha kivuli chako pale kwenye ule mwili. Umeingia kwenye mtego wao sasa. Chochote utakachofanya ule mwili na wewe kitakupata. Hata waseme wafanye na wewe kinakukuta. Mganga, kwa nini nimekosa nini hasa? Kwa nini kila jambo ni mimi mganga? Mganga, nachoka mimi, nachoka kisauti, nachoka kakaeru. Ili kujiokoa na hili, kuna jambo utakao ulifanya usiku wa leo. Uende makaburini pale, ukalitafute kaburi ambalo marehemu wake alikufa tarehe 9 mwezi wa 9 1999, na jina lake sasa lianze na herufi T. Uchote ule udongo pale uniletee, na baada ya hapo utaenda kulala pale siku hizi 3. Hapo utakuwa umekiokoa kivuli chako. Tofauti na hapo, Mkuu, mwili ndio huu hapa tayari nishauleta. Na katika wanachama wote mkuu, mimi peke yangu ndo naithamini kazi yangu na kuipenda pia. Na sielewi ulinifukuza kwenye kazi hii kwa sababu gani? Ni kweli Kidawa, na siku zote mkubwa huwa akosei. Mtoto akiwa na akili sana darasani haimaanishi akifanya kosa asiadhibiwe. Nitekeleza wajibu wangu kama kiongozi. Halafu mkuu, uliniambia binti huyu umemgeuza jaba. Mbona mwili wake tunao hapa tumeuchukua na kwao wameweka msiba? Ni kweli nilimgeuza kuwa jaba, lakini baada ya kutafakari nikaona watanishtukizia, kwa sababu shuleni kwenyewe wamemwagiza kwangu. Unadhani hawatojua kama mara mwisho nilikuwa naye mimi? Nikaamua kumruhusu aende. Baadaye sasa nikapiga pigo moja hatari la ajali ya bodaboda, yeye na dereva wake hapo hapo wa kuomba maji, na ndio maana kwao umeona ameweka msiba. Na kwa sasa hivi sisi hatutambuliki kwamba tulikuwa nayo. Yule kielele yule ndiye mavi atakayemwangukia. Ukuu una kazi safi sana mkuu. Ni kweli wakubwa, una kazi mno. Hiki kipawa unachokiona hiki, hizi ni akili. Nisi mdanganyana na akili nywele, uwalaza una maana. Kinachojili kwa sasa hapa cha msingi tuhifadhi mwili kwenye mti wa mizimu. Uko hangaika wakikata tamaa ya kuona mwili wa ndugu yao, ndipo sisi tunafanya yetu. Kwa sasa hivi hatuna kesi, ninavyokuambia. Yule kielele analo. Safi sana mkuu. Nilikuwa na hamu sana ya supu. Sijanywa muda sana tangia nimerudi.
Please mpenzi wangu. Unajua napenda kila kitu kutoka kwako. Kila kitu yani. Naona kama haitoshi kukwambia kwa nakupenda. Na mpaka kwenda kwa mganga kwa ajili yangu. Hiyo inaonyesha wazi kuwa unanipenda sana. Hata mimi nakupenda kuliko kitu chochote. Nakupenda pia. Nadhani kila siku huwa naongea haya mambo ya kwamba nipo tayari kwa lolote. Nipo tayari kufanya chochote kile kwa ajili yako. Na nia yangu mimi sitaki kuwa mbali na wewe. Nataka kuwa karibu na muda wote. Kwa mfano akatokea mtu hapa sasa hivi akasema kuwa nichague moja, kuacha wewe au kufa. Nipo tayari hata kufa. Ila siku ukosa wewe. Kweli? Yeah. Ndio maana nakupenda. Nakupenda pia. Alafu kuhusu swala la simu yangu alochukua kakako, ondoa shaka. Kwa sababu kuna sehemu nimeiona na inavyoonekana kakako alidondosha. Na huyo mtu nimejaribu kuongea naye, tumeelewana. Lakini kuna baadhi ya masharti ambayo kanipa. Yaani kazi nitakuwa nimfanyie, alafu ndo anipe simu. Kwa hiyo kuhusu simu ondoa shaka. Kweli? Yeah. Ndio maana nakupenda sana Liza. Yaani mpaka nahisi Mariam, hatimaye leo nimekubamba. Nimekuwa nikikwambia, Mariam wewe malaya. Unaniona mimi kama ni mtu mbaya na kusingizia vitu ambavyo ufanyi na kutukana na kudhalilisha, lakini leo umejionea mwenyewe. Yaani Mariam, wewe kuniletea mwanaume ndani ya nyumba yangu mimi? Umeshindwa kwenda kwao au getoni kwake, umeamua kumleta ndani ya nyumba yangu. Maana yako ni nini? Maana yako ni dharau, unanidharau mimi, sikufanya chochote, siwezi nitaongea ataisha. Sasa leo sitakufumbia macho Mariam. Sitakufumbia macho, lazima nikupe adhabu. Tena adhabu kali ambayo hutaisahau kwenye maisha yako. Na wewe kijana, inakuwaje unatoka nyumbani kwenu unakuja mpaka nyumbani kwangu kufanya ufuksa ndani ya nyumba yangu, ndani ya kitanda ambacho nimekinunua mimi? Nimekutafuta muda mrefu sana. Nimekutafuta sana, lakini uko unanikwepa kwepa. Leo tumekutana. Sitakuacha hivi hivi. Lazima nikuue. Lazima ufe leo. We, kaa mbali na hili. Halikuhusu. Kaa mbali. Atakuwa ameenda. Yaani wewe mpuzi wewe, una bahati sana. Kama ningekukamata leo, ningekunywa supu. Siku yako ipo, tutakutana tu. Usiombe tukutane.
ule pumbavu unaojua wewe. Nimekwambia vizuri, mwaga dawa getini. Na usizungumze na mtu yoyote. Umekaona kadem kako, umeanza kuongea nako. Na ulivyo mpumbavu sasa. Hiyo dawa na wewe umeivuka. Samahani sana kiongozi. Lakini nimefanya vile ulivyosema. Sasa pale alitokea yule binti. Nilikuwa sina namna jinsi ya kwa ujinga uliofanya. Ni lazima nikupe adhabu. Shika! Iko kidumu. Nataka damu. Sio damu ya kuku wala ya bata. Nataka damu ya binadamu. Tena hakikisha unaipata ile mzito mzito. Sasa kiongozi, damu ya mtu mimi natoa wapi? Nimeshasema. Hiyo sio ombi. Hiyo ni amri. Na endapo ukishindwa kufanya hivyo, nakuua. Huu sasa ushakuwa mtihani. Badala ya kupunguza matatizo, nimeongeza matatizo. Damu ya mtu mimi natoa wapi? Au nikaue? Hapana. Kuua si rahisi. Sina hata moyo wa namna hiyo. Sasa sijui hata nifanyaje. Au niende machinjioni nikachukue damu ya ng'ombe? Kwani atajua? Hawezi kujua. Lakini mpaka hapa tayari nishaongeza matatizo. Lengo langu lilikuwa ni asolve haya mambo. Lakini imeshindikana. Kwa ninavyoona hakuna hata haja ya kutafuta damu. Si nichukue kidumu nikakitupe huko mtoni. Huyu mshenza atajua huyu. Acha tu nimpelekee. Chukua begi lako. Ondoka nyumbani kwangu. Utajua mwenyewe unaenda wapi. Kama utaenda kijijini kwa wazee, kama utaenda kwa mbwana zako, utajua mwenyewe Mariam. Nimechoka kudhalilika kwa sababu ya upuzi wako. Nimechoka kudhalilika kwa sababu ya umalaya wako. Chukua hilo begi. Ondoka nyumbani kwangu. Kuanzia sasa hivi sikuhitaji hapa, sitaki uje kwangu. Sina ndugu na wewe. Sina ndugu na mtu mpumbavu malaya kama wewe. Toka kwangu. Kaka, naomba nisamehe kaka, nimetambua makosa yangu kaka, na kuahidi sirudi tena mimi. Kaka, naomba unipe nafasi ya mwisho kaka, sirudi tena. Nimejua makosa yangu kaka. Naomba nisamehe. Hapa hakuna nafasi ya mwisho. Sitoi nafasi ya mwisho. Nimeshatoa nafasi zote, nimemaliza. Na kwa taarifa yako, sitakupatia nauli yangu hata shilingi 100. Sitakupa nauli. Nenda kwa mabwana zako wanakutia kiburi, wanasababisha unadharau mimi, wakupe hiyo nauli. Utajua kama utaishi kwao, kama utaenda kwa wazee. Mimi sihusiki kwa lolote na wewe. Chukua begi lako, ondoka. Sitaki kelele, sitaki matatizo na wewe. Kaka, naomba nisamehe kaka, sirudi tena mimi. Nasema, simama. Shika begi lako haraka. Fanya haraka. Sikutaki kwangu, yani sitaki, sina ndugu na wewe. Ondoka.